Ni mashindano ya muungano kwa upande wa vilabu katika mchezo wa mpira wa wavu hapa nchini Tanzania, ikihusisha timu mbalimbali kwa upande wa Tanzania visiwani pamoja na Tanzania bara. Na moja kwa moja tupo hapa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo michuano hii inafanyika. Langu ni Mohamed Defense na nyuma kamera yuko Deus, lakini pia tupo na kiongozi kwa upande wa mpira wa wavu hapa nchini Tanzania, Mr. Riziki Godwin. Tunazungumza naye namna ambavyo michuano hii inaenda, lakini pia matumaini yao kama viongozi ni ipi hasa. Kiongozi, kwanza habari za asubuhi? Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Mpaka sasa hivi namna ambavyo umeona mashindano haya yanavyoenda, ni michuano namna gani hasa? Kwa kweli kwa msimu huu michuano inatupa picha kwamba itakuwa mizuri zaidi, kwa sababu ya kwanza ushiriki wa timu. Mwaka jana tulikuwa na timu nyingi kama hivi. Mwaka huu tumepata timu 10 kwa upande wa wanaume, lakini timu 9 kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo ni picha ya kwanza ya haraka kwamba mashindano mwaka huu yamekuwa na hamasa, lakini pia yatakuwa na ushindani wa hali ya juu, kwa sababu kuwa na timu nyingi kunaongeza pia ushindani kwenye mashindano. Ni jumla ya timu ngapi ambazo zinashiriki katika michuano hii ya muungano? Kwa wanaume ni timu 10 na kwa wanawake ni timu 9. Yes. Na mashindano yanaenda kwa jumla siku ngapi? Mashindano yatakuwa kwa siku 5, maana tumeanza tarehe 22 na tutahitimisha tarehe 26, ambayo ndio siku yenye sherehe za muungano. Ndio itakuwa finali zinachezwa katika viwanja hivi. Pengine unaweza ukawaambia watazamaji wa Stand TV, tukizungumza muungano hasa tunagusia timu za namna gani na timu zinatokea maeneo gani hasa? Ukizungumza muungano, tafsiri yake ni kwamba ni muungano wa Tanzania bara na visiwani. Na sisi katika kudumisha muungano tunaendesha mashindano ya mpira wa wavu kwenye hiyo kudumisha muungano. Na kwenye mashindano yetu ya mpira wa wavu tunahusisha timu zinazotoka bara na visiwani, kwa sababu huo ndio muungano wenyewe. Kwa hiyo tuna vilabu ambavyo vimetoka bara na vilabu ambavyo vimetoka visiwani. Kwa upande wa wanaume tuna vilabu 3 ambavyo vimetoka visiwani na vilabu 7 vimetoka bara. Na kwa upande kwa wanawake tuna vilabu 3 vimetoka visiwani na vilabu 6 vimetoka bara. Kwa hiyo ndio dhana kubwa ya mashindano yetu. Na namna ambavyo ukitazama maendeleo ya mpira wa wavu hapa nchini Tanzania, unaona ni maendeleo yanakuwa au bado tumeendelea kuwa pale pale? Kiuhalisia tunapiga hatua. Yaani ukimfuata mtu yeyote ambaye amekuwa ni mfuatiliaji wa huu mchezo toka huko nyuma, atakwambia namna ambavyo mchezo wetu unapiga hatua. Sio hatua kubwa kama vile ambavyo tunataraji, lakini angalau kuna hatua moja tumepiga mbele. Mchezo hii sasa imeanza kufahamika na watu wameanza kuupenda mchezo, timu zimeanza kuwa na hamasa kwenye kushiriki mashindano. Kwa hiyo ni katika namna moja ama nyingine mchezo wetu umepiga hatua kidogo. Ingawa kuna mahali ambapo tunatakiwa sisi tufike, ndio tunaweka mikakati ya kufikia huko ambako ni mbali zaidi. Lakini kwa sasa hatua zipo na zinaonekana. Pengine katika michuano hii tutegemee kutakuwa kuna zawadi zote kwa timu ambazo zimefanya vizuri na pia kwa mchezaji mmoja ambaye ameonyesha kiwango kizuri katika michuano hii? Kwa maana ya kutambua timu ambayo imefanya vizuri, kwa maana kutoa zawadi ya kombe na medali kama ni kitambulisho cha timu kufanya vizuri, hizo zawadi zitakuwepo. Na sisi tunasema muungano ni unaita ceremonial tournament, ni katika ile dhana ya kudumisha, tofauti na ligi ambayo tunaweza tukaweka zawadi za fedha zinazikawa. Kwa hiyo tumeleta timu kwa ajili ya kuja kudumisha muungano. Kwa hiyo zawadi za kutambua mshindi kwa maana ya kombe na zawadi binafsi zitakuwepo kwa wachezaji, pamoja na medali kwa wachezaji washindi na nafasi ya pili. Mwitikio kwa ujumla unawazungumziaje, namna ambavyo watu wanajitokeza hapa kuja kushuhudia tournament hii ambayo inaendelea? Kwa ujumla namna ambavyo watu wanajitokeza, lakini pia mwitikio hasa unaonaje so far? So far kwa mwitikio wa vilabu, kama nilivyosema awali, kama mwitikio wa vilabu umekuwa mzuri sana. Kwenye utazamaji wa mashabiki ndio kwanza tumeanza mechi za kwanza kama unavyoshuhudia. Kwa hiyo tunategemea labda kufikia jioni pengine tutakuwa tayari message imeshaenda kwa watu na tutashuhudia watu wengi wakiwepo kwenye viwanja hivi. Lakini kwa haraka ukiangalia dalili ni nzuri kwamba baadaye tutapata watazamaji wengi sana. Unajua walio wengi wanatamani kushuhudia michezo kuanzia mida ya jioni. Kwa asubuhi saa hizi watu bado wako kwenye majukumu mengine na kwa ngumu kuja viwanjani. Lakini tunategemea picha halisi tutaipata kuanzia alau saa 9 jioni. Ine na dhumuni kwa ujumla kiachana na haya kuidumisha mahusiano mema baina ya taasisi moja na taasisi nyingine. Kwako kiongozi, ukiachana na hii, ni kipi hasa kingine ambacho mmekilenga? Makubwa ni mawili. Hilo la kwanza ambalo ni kudumisha muungano, lakini la pili ni kutangaza mchezo wetu na kuhakikisha bado unakuwa unatambulika na watu na unapiga hatua. Kwa hiyo hilo ni lengo lingine la pili. Baada ya kudumisha muungano ni kufanya mchezo wetu uendelee kuwa hai na watu waendelee kupenda mchezo, watu waweze kuhamasika kucheza mchezo wetu. Ndani yao ni malengo makubwa mawili ya mashindano haya. Nakushukuru sana kiongozi. Asante sana. Shukrani sana.